Sasa sina haja kuuliza nani anasema turejee baada ya asiri, kwa sababu jibu lilishakuwa. Naam. Unasema kwamba rai yako inatia nguvu wapi ya hawa watu wawili ambao wamesema turudi tena? Turudi tena ina nguvu kwa sababu ndio hivi wanaweza kurejea, na ukijumlisha na maelezo ya shehe pale kwamba kuna watu wanaweza sipote kurudi, ndio kuna kusudia kina mama hata nyinyi pia hivyo hivyo, inaweza msipatikane baada ya asiri na nini. Hii ina uzito kabisa. Sheikh unasema basi tusome tumalize, tumalize, sababu hakuna kizuizi cha kuwafanya nyinyi mrudi tena, au kipo? Na kuulizeni wanafunzi, kwa sababu swala la kusoma ni gumu, ni zito, inahitaji subira, au sio? Kipindi mwanafunzi anafanya subira kurudi darasani, wakati huo na mwalimu naye hivyo hivyo. Kwa hiyo subira ni kwa wote. Sasa mimi naulizeni nyinyi wanafunzi, kuna kizuizi kinawazuieni kurejea hapa baada ya mapumziko mafupi? Tumeona kuna kizuizi kinawazuia watu kurejea baada ya asiri. Sasa tunarudi kwenu nyinyi ambao mmesema baada ya asiri, kuna kizuizi kinawazuia kurejea baada ya mapumziko mafupi? Tunataka hapo hii hoja nayo ionekane ina madhaifu. Sisi tunashauriana. Tayeb, man yujib? Hakuna jawabu. Kwa kilichoko hapo ni kufanya subira. Naam Sheikh. Biasa. Sheikh ametoa rai yake nyingine kabisa. Hii rai inataka tumalizie kitabu, si ndivyo? Kwa hiyo nyinyi mara yuko tumalizie kabisa, au ndio hiyo turejee baada ya mapumziko mafupi? Tumalizie. Sheikh jazakallahu khair, rai yako imepita. Kwa hiyo makubaliano ya tuishie hapa yameshavunjika, tunamalizia. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ويعين العبد على هذا الصبر شيئا huko maandikani hawajaandika ashya shay'an hivyo ala kulli hal. Ngoja tuende na kitabu chetu kwamba mja ambaye anaamrishwa awe na subira, wa yu'inu al-'abda, itamsaidia mja ala hadha sabr, juu ya kuitekeleza subira hii, shay'an, au tuseme ashya, mambo, kwa sababu ni mengi itakayotajwa hapa.
sawa. Na kama akisema shay'an, yani inaweza kaja na maana nyingine, lakini tuseme ashya, yani mambo ambayo yatamsaidia, na hii ndio naona ipo karibu zaidi, kama ilivyokuja kwenye kitabu cha Asiri. Anasema ay yashhada anna Allaha khaliqu af'ali al-ibad. Kitu cha kwanza mtu ashuhudie. Tukisema maana ya kushuhudia, mnaelewa maana yake? Kushuhudia sio kusema ashhadu an la ilaha illa Allah, sio maana hiyo. Kushuhudia ni kwa maana ya kwamba kile kitu unakiona kwenye zile nguzo za imani, ile nguzo za ile nguzo ya ihsan, si ndivyo? An ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Umwabudu Allah kana kwamba unamuona. Ina maana wewe unafanya ile ihdhar, unahudhurisha kile kitu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kama hakuoni, kama humuoni Allah, basi yeye anakuona. Ina maana muabudie Allah kana kwamba yuko mbele yako, kana kwamba yupo, hayupo mbele, yani humuoni, lakini kana kwamba unamuona. Hii daraja kubwa la ihsan. Na daraja linalofuatia, daraja la pili, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hii daraja la pili katika madaraja mawili ya ihsan. Kwa hiyo maana ya kwa ushuhudie ni kwamba huo kile kitu kama unakiona hivi, yani ukitengenezea kama sura fulani, unafanyaje? Unakiona. Kama nini? Anna Allaha khaliqu af'ali al-ibad. Wazi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye anaviumba, yeye ni mwenye kuviumba vitendo vya waja, kama ilivyokuja kwenye Qur'ani. Allah anasema wa yakhluqu ma ta'malun, wa yakhluqu ma ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala anayaumba yale mnayoyafanya. Fanzur ila alladhi sallatahum alayk, watazame wale ambao Allah amewasalitisha juu yako. Fanzur ila alladhi sallatahum alayka, mtazame yule ambaye amewasalitisha juu yako. Naomba nitoe ufafanuzi hapa kwa sababu hii ni imefupishwa kidogo. Yani anakusudia amekuja mtu mwizi, sijui tabia huko kama zipo, sijui kama hizo tabia zipo, lakini huko kwetu zipo. Umelala, simu zako umeweka pembeni hapa kitandani, labda kwenye meza, anakuja kibaka usiku, anakuwa na chungulia hivi, sawa. Akishaiona ile simu anachana dirisha. Ni wataalamu wa jamaa, anachana dirisha katika usawa kwamba hapa simu itapita. Hatani bwa kidogo tu, chao, anafona kafunua namna hii. Akishakafunua vile, ana kifaa chake mwenyewe, anaingiza, analoa ile simu. Inawezekana simu hiyo umenunua siku hiyo umenunua ile simu. Na mnajua kitu kipya Sasa anasema kipya kinyemi. Kila saa unakuwa unakifikiria kila saa, kwa sababu ni kipya. Basi unaamka usiku, labda unakukojoa au umeamka kuswali usiku, unatafuta simu yako, haipo. Na mimi na maana hapo hata usingizi tena inabidi ukatiki. Tafuta simu yako huioni. Tafuta, haipo. Kumetokea nini? Ukiangalia mlango umefungwa. Kufunua dirisha hivi, ukutana na tobo papo. Khalas, ushapata ushahidi kwamba simu yako imefanyaje? Imeibiwa. Huu ni mtihani, sio mtihani? Mtihani. Lakini kwa mfano inawezekana nyewe huko hizo tabia zipo. Hazipo basi ni neema, Allah awanusuru zaidi. Lakini sisi kule mtu hawezi kulala na simu pembeni hivi. Chini ya kitanda au chini ya mtu. Mbali kabisa yani chini ya kitanda, maana yake mtu analala juu ya kitanda, si ndio? Lakini simu inakaa wapi? Ufunguni. Au mtu anayechomeka kule kwenye mtu. Hawezi kuweka hapa juu. Wanaiba wale watu. Tena wanaiba muda mwingine hata asubuhi. Wewe umetoka umeenda
chooni, yani mnapishana, wewe unatoka, yeye anafanyaje? Yeye anaingia. Sijui anafanyaje hawa watu, mpaka unajiuliza hivi, ili alipigaje mahesabu kwamba mimi naenda chooni? Na yani hakuwa na hofu kwamba pengine nitashtuka labda nimesahau mswaki au. Akaingia ndani, anaiba atakachokikuta kiko karibu. Hasa wanaiba simu, kama una laptop wanabeba, wanafanya hivyo. Sasa umerudi haukuti vitu vyako. Haya mifano ambayo inaweza kaenea na nyie, labda kwa huku kwenye magari, unaingia kwenye gari, tuko na simu yako, ile msongamano ule waingia, mtu kachomoa, unashuka hauna simu. Hapa nataka nielezee hiki kipengele, sawa? Anasema hivi, antashhada anna Allah khaliqu af'ali al-ibad. Hichi kitendo cha kuiba ile simu, yani hichi kitendo cha mtu kuichomoa simu hii, kipo katika miliki ya kiumbe, anakiumba mwenyewe au anakiumba Allah? Hichi kitendo, jibu ni swali. Wewe unapofanya hivi, unapokula, unapochukua chakula tap ukaweka hivi, ni kwa ujanja wako? Ni kwa nguvu yako? Kwa nguvu ya nani? Allah, si ndivyo? Kwa hiyo kama ni hivyo, huyu mwizi aliyekuja akaingiza mkono kwenye mfuko wako akaweza kutoa pesa zako, hichi kitendo kimeumbwa na nani? Nani kamwezesha huyu? Allah, si ndio? Na kwa sababu Allah anasema wama tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin, ina maana mashi'atul khalq tabi'atun bimashi'ati Allah. Matashi ya mja yanafuata matashi ya nani? Wewe una uhuru, wewe una matakwa yako, una matakwa, lakini matakwa yako hayawezi kufikika mpaka Allah afanyeje? Atake, si ndivyo? Kama vile tu mfano mdogo hapa karibu, tuko tunataka tupumzike kidogo, si ndio? Alafu turudi tena. Serikali matakwa hayo, lakini yamefikiwa. Kwa nini hajafikiwa? Allah aliumba kitendo cha shekhe pale kutoa ile rai, ili hichi ambacho tumejikusudia sisi kisifikiwe. Ina maana Allah alichokitaka ni hichi. Si tumeelewana vizuri? Alichokitaka ni hichi kilichofanyika sasa, ndicho kimekuwa. Pamoja na kwamba sisi tulikuwa tuna matakwa yetu tumeyataka, lakini hatujayafikia, isipokuwa yale ambayo mtu anaweza kayataka na Allah akataka yawe ndio yanakuwa. Kama alivyotaka shekhe, lile alilotaka Allah akawa ametaka liwe likawa. Sisi tukawa tumetaka, lakini Allah hakutaka iwe, ikawa haijawa. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo huyu mwizi huyu aliyekuja kukuibia simu, alitaka kukuibia simu, lakini hakuweza kufikia kuiba simu mpaka Allah alipofanyaje? Alipotaka aibe, akaiba. Tunaelewana vizuri hapo? Lakini hii ni gumu kueleweka, lakini ndio hivyo hivyo. Yaani wewe uelewe huelewi, lakini ndio hivyo hivyo, lazima uelewe, kwa sababu mwanadamu alivyo. Haya amezungumza hapa, mwanadamu afanywa ubaya afu mwambie kwamba ni Allah, hazikukuelewa, lakini inabidi uelewe kwamba ndio hivyo, ndio hivyo hivyo. Kwa sababu mtu akifanywa mabaya anatakiwa asemeje? Qaddara Allahu mashaa faala. Maana yake nini? Si Allah amekadiria? Allah amekadiria, ndiyo yule mtu ameweza kukuibia. Kwani ni mara ngapi hao wawezi wanakusudia kuiba na hawaibi? Wewe unafikiri kila mwizi anapokusudia kuiba anaweza kuiba? Kuna kipindi haibi, kuna kipindi anakamatwa hawa. Hicho ni kipindi ambacho Allah hakutaka yule mwizi aibe. Inatokea unaweza ukafunua tu pazia kwa lengo tu la kutaka kuangalia hivi taa kuna hivi nje kuna taa zinawaka au taa ya nje inafanya kazi. Ile kufunua hivi unakutana naye uso matazamana hivi, si ndivyo? Yeye anakuwa anafikiria nini? Kama wewe unajua kwamba yupo nje, si ndivyo? Kwa hiyo umefunua ili umtazame, anatoka mbio, wewe mwenyewe unashtuka, maana kitana kibaka si kitu gani?
Hili ni jambo Allah alikadiria. Yule kibaka alikuja anataka akuibie. Sasa Allah akataka mfukuze kwa staili hiyo iliyofanyika, lakini ulikuwa ujui. Kwa hiyo alikusudia kuiba, lakini hakufanyaje? Hakuiba. Tumeona vizuri hapa. Hichi kipengele ni muhimu sana tukielewe. Tukikielewa, mtu anaweza kaibiwa hata leo akanunua simu leo akaibiwa leo na ikawa ni sawa tu. Allahu musta'an. Kwa hiyo anasema hivi, an tashhada anna Allah khaliqu af'ali al-ibad. Inatakiwa wewe ushuhudie kwamba Allah ni yeye ndiyo muumbaji wa vitendo vya waja. Kwa hiyo kipindi yule mwizi anaiba, wewe unatakiwa uone kwamba pale Allah Subhanahu wa ta'ala aliumba kile kitendo cha kuiba. Ina maana Allah bado anaendelea kuumba. Simeelewa vizuri? Alikiumba kile kitendo cha yule mtu kuiba. Yule mtu akaiba, afa akakimbia. Yaani vyote vile vilivyofanyika pale Allah alikuwa anaviumba. Hadi ile kukimbia, kujificha, ukafanyaje, akapotea. Vyote hivyo Allah kaviumba. Sasa anatakiwa laumiwe nani? Nani wakulaumiwa hapa? Hatuwezi kusema tunamlaumu Allah, hatuwezi kusema kwa sababu Allah halaumiwi. Sasa kama halaumiwi, haki yake ni ipi? Hivi baba yako mzazi akimtuma mtoto mdogo wako mdogo yule, wewe umelala, si ndio? Amekuita baba yako, wewe jina lako nani? Amani haamki. Una mdogo wako? Wewe una mdogo? Huna. Tujalie una mdogo wako anaitwa Idrisa. Idrisa analipenda basi aitwa Idrisa. Basi baba akamwambia Idrisa, kamwamshe kaka yako kule. Mimi namwamsha, naona kama vile asikii. Tena chukua nani? Chukua hichi kinani, haya maji mwagie usoni. Sawa baba. Kawaida mtoto huwa anatekeleza kama alivyoambiwa, si ndivyo? Anajua wewe unaweza kumpiga vizuri tu, lakini kwa sababu kaambiwa na nani? Atachukua ile maji, atakuja pale. Hakuhamishi. Chukua maji na kumwagia, alafu akimbia. Wewe unakurupuka pale. Unamwona Idrisa anaishiria. Wewe Idrisa wewe. Mimi nimekuita sana uamki. Nimemwambia mwanao akumwagie maji. Haya sasa. Utapambana na Idrisa? Nakuuliza shekhi wangu, utapambana na Idrisa? Utaona hapa kafanya nani? Baba, si ndio? Kupitia nani? Wala huwezi kumlaumu hata kidogo Idrisa. Ndivyo wewe ukiibiwa kitu, hutaki kumlaumu huyo mtu. Mwizi analaumiwa na anaadhibiwa kwa sababu amekifanya kitu ambacho ni haramu, atafanyiwa hivyo. Lakini wewe kama wewe ambaye umefanyiwa, wewe hutakiwi kujalia kana kwamba utakiwa ile jambo likutokee vile. Haikutakiwa, kwa sababu ukifanya hivyo haikutakiwa, unapingana na kadari za nani? Allah ameona inatakiwa wewe hilo likufiki. Kwa nini wewe unaona haitakiwi? Imekuja katika hadithi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, walau ijtama'at al-insu wal-jinnu ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'at al-insu wal-jinnu ala an yadhurruka bi shay'in la yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka. Sivyo? Ikiwa watu watakusanyika, majini na watu wakusanyika kwa lengo la kukunufaisha wewe, hawawezi kukunufaisha isipokuwa kwa kitu ambacho Allah amefanyaje? Amekuandikia. Na kinyume chake pia ni sahihi. Ikiwa watu majini na watu watakusanyika kwa lengo la kutaka kukudhuru wewe, majini na watu wanataka wakudhuru wewe, hawataweza kukudhuru illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka, isipokuwa kwa kitu ambacho Allah ameandika juu yako kwamba kikufikie katika madhara. Sasa huyu mwizi mmoja tu huyu akija kufanyia wewe, hasingeweza kukufanyia isipokuwa Allah alipotaka likufikie hilo. Mtume anasema rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, yani zile kalamu zilizofanya kazi ya kuandika hayo makadirio zimeshamaliza kazi yake na ule wino ushakauka. Kwa maana hiyo hakuna kitakachobadilika. Kile alichokipanga Allah kikufike lazima kitakufika.
na kile alichopanga kwamba kisikufike, yani ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Kilichokupata ni kwa ni lazima kikupate, hapakuwa na njia kwamba kikukose, na kitakacho kukosa ulikuwa hakuna, ni lazima kikukose. Tuko pamoja eh? Haya ni maneno ya Mtume, ukiunganisha na hichi kipengele ambacho tunakizungumzia hapa, kinakufanya wewe uelewe kwa nini huyu mwizi hatupiwi lawama. Yani usilaumu kiasi cha kwamba unakaribia sasa wewe kupinja kadari. Kwa hiyo anasema jafandhur ila alladhi sallatahum alayk, mtazame yule ambaye amewasalitisha wao juu yako, amewapa ule uwezo wa wao kukufanyia hicho walichofanyaje. Mtazame yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na ukishamtazama unafanya nini? Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum, hakitakusibuni katika msiba wowote isipokuwa kinatokana na yale machumo ya nini, mikono yenu. Kwa maana hiyo basi, huyu mwizi mpaka amekuja kukuibia, aliyesababisha aje ya kuibia ni nani? Ni nani? Hapana, Allah anafanya vitu kwa sababu. Huyu mwizi ameweza kukuibia, kuna sababu imemfanya yeye aje akuibie. Sababu ni nani? Na sababu ni wewe mwenyewe. Mmenielewa vizuri? Yani wewe ndio umesababisha huyu mwizi aje akuibie. Sasa kama wewe ndio umesababisha mwizi aje akuibie, unamlaumu nani? Unamlaumu mwizi au unalaumu nafsi yako? Inatakiwa urejee. Kipengele kifikia bado. Kabla hicho hii aya nimeisoma kama ushahidi wa kutoa ufafanuzi wa kwa nini usimlaumu mwizi. Jazakallahu khaira. Kwa nini asilaumiwa mwizi? Kwa sababu yale madhambi, ule wizi wake umesababishwa na nini? Na madhambi yako wewe. Kwa hiyo ndio urejee kwenye nini? Kwenye nafsi yako. Hiyo ndio imesababisha mpaka mwizi kaja kukuibia. Sawa? Allah anasema wa man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min lanuhiyannahu hayatan tayyiba, yule atakayefanya matendo mema katika nyinyi, mu'min wa kiume na wa kike. Sawa? Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun lanuhiyannahu hayatan tayyiba, atakayefanya matendo mema katika mwanaume na mwanamke, sawa, hali ya kuwa ni mu'min, Allah atampa maisha mazuri. Hii aya inamaanisha nini? Hii aya inamaanisha kwamba miongoni mwa sababu zinazompelekea mtu aepushwe na matatizo, migogoro, misukosuko, matatizo changamoto za maisha ni kufanya matendo mema. Kwa hiyo ukiona kuna mambo yanakuingia katika maisha yako mabaya, misukosuko, sijui nini, wewe mwenyewe ndio umesababisha, unafanya matatizo, unamwasi nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo usiende kukimbilia tu kumfikiria mwizi. Jifikirie wewe. Mfano mzuri huko na wakusema ni Dar es Salaam, si ndivyo? Dar es Salaam kuna mji wenye unaongoza kwa machafu kama Dar es Salaam. Upo Tanzania? Haupo. Haupo. Sasa hapo tunajua kwa nini hizi tabia zinakuwepo huko, kwa sababu ya maovu. Na sisi haya maovu ya hawa watu yanatufikia kwa sababu pia na sisi tuna uovu wetu. Imma hatuyakatazi hayo maovu, sawa, au kuna madhambi mengine tunafanya huko. Kwa hiyo Allah anatupa mitihani ili atukumbushe. Mtu anayejua hivi moja kwa moja anarejea kwenye nafsi yake, nimemkosea nini Allah subhanahu wa ta'ala, anafanya istighfar, anarejea kwa Mola wake, anaomba msamaha, anafanyaje, inakuwa ni khairi kwake, si ndivyo? Ndio hiyo ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu khair.
in asabathu sarra shakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kwa hiyo inakuwa kheri akisibiwa na madhara katika upande wa kurejea kwenye nafsi yake na akakumbuka kwamba kuna sehemu, kuna madhambi ninakuwa ninafanya niache, anaomba istighfar, anaomba Allah msamehe, fakana khairan lahu, inakuwa ni kheri kwake na pia atakuja kulipa malipo makubwa sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ile subira yake. Hiyo ni kheri, sio kheri? Ni kheri, hata hiyo ni kheri kubwa kuliko atakuwa na nini na hiyo simu uliokuwa nayo. Tumeelewana vizuri? Kutokuwa na simu afu Allah akakusamea madhambi na kuwa na simu wakati huo una madhambi, bora nini? Bora ukose simu lakini Allah afanyaje? Akusamee, si ndio jamani? Kwa hiyo wewe imekuwa ni kheri kwako kwa kuibiwa simu, imekusukuma kwenda kufanya istighfar, imekusukuma kwenda kutengamaa. Kwa hiyo ni wangapi katika waovu waga wanarejea nyuma kutokana na matatizo yanayowapata? Si ni wengi sana. Sasa hivi basi sifanyi tena hii jambo. Huyu mwizi mwenyewe Allah akikadiria anakamatwa, anapigwa mpaka anakaribia kufa, alafu Allah Subhanahu wa Ta'ala anampa upenyo wa kuchoropoka na hamumpati, na mumpiga kweli kweli lakini hamumpati, si ndivyo? Sasa huyu akishafika huko anakuwa kabisa ameona mimi nilikuwa nakufa, wizi tena basi, wizi tena basi, si ndivyo inavyokuwa? Unamwona mtu amestaarabika anaanza kuwa karibu na msikiti, si ndivyo? Anapenda kuingia kule kusafisha hiyo, yani amekuwa mstaarabu kabisa. Nini kile? Kipigo. Allah amekishusha makusudi kwake ili afanyeje? Ili amnyooshe. Na mwisho wa siku mtu ananyooka safi kabisa. Simeona vizuri? Hizi hali zipo hazipo? Zipo, na mimi kuna watu ninawajua walikuwa ni wezi. Nakumbuka kuna jamaa fulani kule Mwanza ilikuja Kenta inashusha magodoro pale, alafu wale majamaa magodoro wale wakawa wametoka, wakaja vijana pale wakawa wanashusha magodoro. Unajua wezi wanapoiba vitu kama ni vyao vile, wakawa wanashusha magodoro wanapeleka wanapojua wao kama yao yani. Sasa wakaja wahusika wakawaona, wakaanza kuwakimbiza wale watu, kimbiza. Mmoja wa hao waliokimbizwa ni huyu ninayemjua. Alikimbia lakini alirushiwa panga, likaenda likakata sikio panga lile, lakini hawakufanikiwa kumkamata kwa sababu walikuwa ni watu wamekuja tu pale kwa mambo yao wanafanya. Kwa hiyo walipotelea kuja kuonana naye baada ya miaka, sikio halipo, lipo nusu hivi, lakini ni nani? Ya ustadhi, kaa ustadhi kabisa yani. Hanazungumza wazi msikitini, kaa ustadhi. Sio ustadhi kwa maana kwamba ustadhi anajua, yani kastarabika yani. Msarabu, hawizi tena, sababu kila akifanya hivi anakumbuka. Na wewe ndio hapo utaona hikma ya Uislamu kusema mwizi akatwe nini? Mkono, si ndio? Kuna hikma kubwa. Haiwezi kuiba tena. Ni vigumu kurudia kwenye wizi. Vigumu. Tayeb. Almuhimu kwamba kwa hiyo sisi hatutawalaumu wezi. Tutazilaumu kwanza nafsi zetu ili tunufaike na subira hiyo. Ayashhadu dhunubahu wa anna Allah inma sallatahum alayhi bidhanbi. Azishuhudie dhambi zake na hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala amewasalitisha wale watu juu yake kwa sababu ya dhambi yake. Hiyo namba 2. Qala Ta'ala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Qala Ali ma tazal bala'un ma nazala bala'un illa bidhanbin. Haiteremki balaa isipokuwa kwa dhambi, wala rufi'a illa bitauba, na wala haiondoshi balaa isipokuwa kwa tauba, Tayeb, kipengele cha 3 kinasema ayashhada husna thawab, mtu ashuhudie yale malipo mazuri, kwamba nikifanya jambo fulani nitalipwa. Kwa hiyo inamsaidia kulazimisha nafsi yake kuifanya lile jambo, kama ambavyo tunalazimisha sisi nafsi zetu kufunga saumu.
kama somo ya Ramadhani, kwa sababu mtu anajua kuna malipo pale. Qala ta'ala, faman afa wa aslah fa ajruhu ala Allah, yule atakayesamehe na akatengeneza katika ule msamaha wake, fa ajruhu ala Allah. Na hii ina maana ya kwamba msamaha unaokusudiwa hapa ni msamaha wenye kutengeneza. Msamaha wenye kufanyaje? Ni kutengeneza. Sio kila anayekosea anasamehewa. Hii inaeleweka jamani? Sio kila anayekosea anasamehewa. Isipokuwa anayesamehewa ni yule ambaye msamaha unamnufaisha. Msamaha unamnufaisha. Mtu ambaye ana tabia za kuja msikitini akaiba viatu vya watu, huyu akikamatwa anasamehewa? Siwezi kusamehewa huyu. Mtakiwa wajibishwe katika sehemu husika ili asije kadhuru watu wengine. Sawa? Lakini mtu amekuja mathalan amekufanyia kitu ambacho si kizuri, mathalan yani labda kama vile mtu amekuvalia viatu vyako bahati mbaya tu, wewe unamsamehe. Je, kuna madhara yote ukimsamehe? Mtu amekuja darasani amechelewa na wewe uliwaambia watu wawahi, wewe unamsamehe, si ndivyo? Unaweza kumsamehe, haidhuru. Lakini huyu ikiwa anaendelea kuchelewa, hautoendelea kumsamehe. Tumwambia hapana, leo wewe simama, hamna kukaa chini, si ndio? Kwa sababu msamaha wakati huo kwake hauna nini, haumtengenezi, isipokuwa unamharibu. Kwa hiyo msamaha unakusudiwa hapa ni msamaha unaotengeneza. faman afa wa aslah fa ajruhu ala Allah. As-safatu sadisa an yashhada salamata alqalbi wa halawata al'af, mtu aushuhudie ule usalama wa moyo wake, wa halawata al'af, na ule utamu, ile ladha ambayo mtu anaipata kwa kusamehe. Anaelezea, anasema طيب, ngoja tuzungumzie usalama wa moyo na usalama wa halawat al-afu, ladha ya kusamehe. Kuna mfano, sikumbuki ni imamu nani, ghalibu dhanni ni Imamu Nawawi. Kama sio Imamu Nawawi ni Sheikh al-Islam huyu mwenyewe Ibn Taymiyyah. Kwa hiyo ni kati ya hao wawili, au ni Imamu Shafi. Aliibiwa kitabu chake, kama ambavyo tunajua kwamba wanachuoni wa zamani kupata vitabu kwao ilikuwa ni tabu sana, wanaandika wenyewe kwa mashehe zao. Akaja mtu akakiiba, akamuona aliiba, anakimbia, akamkimbiza na yule jamaa anazidi kukimbia. Umeona? Sasa akafika akamdiriki yule mtu kile kitabu, akachukua kile kitabu akampa, akamwambia mimi nilikuwa ninakukimbiza, sio kwamba nikukamata nikuadhibu, nataka nikuhalalishie hichi kitabu. Wewe umekichukua kwa wizi, mimi nataka nikupe. Kwa hiyo akamkimbiza, alipomdiriki akamwambia hichi kitabu nimekupa sasa, anaenda. Simeona vizuri? Aiwa. Hivi mtu ukifanya hivyo unajisikiaje kwenye moyo wako? Unakuwaje moyo? Umekuwa safi na yule mwizi, au kuna mikorokoro imebaki? Safi kabisa, si ndivyo? Ule moyo umeondokana na ile, safi kabisa sana. Nitakupeni mfano mmoja. Kuna mtu mmoja aliniibia simu, au aliniibia mimi simu. Alikuwa ni mtu wa karibu, nilikuwa namfundisha msikitini pale, namfundisha kama mwanafunzi. Umeona? Sasa tukawa tumekaribiana, tumezoeana. Zilipopita siku akawa amehama yale maeneo, kaenda kuishi sehemu zingine. Baada ya miezi kadhaa akarudi tena, nikamkumbuka, tukasalimiana pale vizuri. Sina muamini, akawa ananiuliza adhkari kadha, nikampa kitabu kile Ismail Muslim asome. Baada ya hapo akaniomba simu, nikampa. Mimi sijali, niko madrasa huko na watoto, tunacheza na watoto huko. Basi baadaye ilikuwa ni baada ya asr imeenda, imeingia magharibi, hajarudi. Imeingia isha, hayupo. Nikienda kwenye mihrabu kule kuangalia, nikakutana na laini zimewekwa pale.
Basi nikajua hii simu hii huyu bwana atakuwa ameenda nayo, ima ameiba au kachomeka laini zake, pengine anataka kuwasiliana kwa laini zake. Basi nimetoka nimetafuta mpaka nikamsahau. Sawa, lakini kwenye moyo wangu ipo hiyo, yani sasa huyo ameniibia kwa simu, ndugu yangu huyo, mimi ninamwamini. Basi baada ya kama miezi miwili nikapigiwa simu, asalamu alaykum. Assalam, unamkumbuka Ibrahim? Kaambia ndio namkumbuka Ibrahim. Ndio mimi bana. Bana nisamehe sana bana, ndikuibia simu yako. Kazungumza hivyo. Sasa yule mtu wako anastajabisha. Mtu anakuibia hapa na kupigia simu anakuambia. Ni ngumu hiyo Kaambia sawa, hamna shida, nimeshakusamehe. Na mimi nikajilazimisha, nilijifunza kwake. Yaani namna ambavyo yeye amejilazimisha kuomba msamaha katika hali hiyo. Kwa nini mimi simsamehe? Sababu si rahisi. Si ndio manake? Sio rahisi. Nikamsamehe. Na kama mjukuu mnamjua hapa, hata nisingemtaja jina. Kwa sababu nishamsamehe. Si ndivyo nikimtaja jina itakuwa kama vile nataka nimdhalilishe. Hivyo yani. Kwa hiyo nikamsamehe. Kwa hiyo yeye anajua kabisa nimemsamehe. Pamoja na kwamba sikumbuki kama tulikutana tena baada ya hapo. Sikumbuki. Lakini hata kama tungekutana nisingemkumbusha tukio lake. Na kama yeye angelitamka ningemwambia mwachana nayo mambo tushapita. Ili asinirudishie yale machungu ya wizi kwenye nini? Kwenye simu. Aniache hivyo hivyo. Tumeelewana vizuri Kwa hiyo kumsamehe mtu kuna ladha fulani inabakia kwenye nini? Kwenye moyo wako kwake. Lakini huko ndio kunapelekea mtu awe na moyo uliosalimika. Moyo uliosalimika ni moyo ambao hauna vinyongo, al-hiqd wal hasad. Hauna kinyongo na hauna hasad. Hiqdi maana yake ni chuki iliyobakia kwenye moyo muda mrefu kwa mtu. Inawezekana mkikutana mnacheka mnazungumza, lakini wakati huo kuna kitu kwenye moyo wako dhidi yake. Yule bana alinichongeaga bana nikafungwa. Nikafungwa, alinichongea yule. Kipo kwenye moyo. Umeona? Hicho natakiwa pia ukitoe. Moyo wako hauwezi kuwa salama kama hicho kipo. Lakini pia husda, unatakiwa kuwa na husda na Muislamu wenzako. Kwamba kuna khairi fulani yanayo, unatamani muondokee, unatakiwa kuwa hivyo. Kwa hiyo ukiwa moyo wako hauna kinyongo wala husda, huu ndio moyo ambao umefanyaje? Umesalimika. Kama anavyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ni moyo uliosalimika. Kwa hiyo wewe unatakiwa moyo wako ufanye hivyo, usiwawekee watu vinyongo katika moyo wako. Hata kama wamekuudhi, futa, safisha kabisa. Safisha. Imam Shafi anasema lamma afautu wa lam ahqid ala ahadin arahtu qalbi min hammi al-adawat. Pindi nilipokuwa ni msamehevu, nimewasamehe watu, yani watu ninawasamehe makosa yao, alafu nikawa sijawatunzia chuki kwenye kifua changu, arahtu qalbi min hammi al-adawat, nikawa moyo wangu nimeustarehesha, nimeupa raha. Yani unajisikia furaha, mchangamfu, unakutana na adui yako kama vile si adui yako, kwa sababu ushamsamehe na umetoa vinyongo. Kwa mtasalimiana, mtacheka, twende huku, mtaenda hivi, maisha yanakuwa mazuri. Maana wewe unakuwa na marafiki wengi, lakini kila nikikosea na mmoja kinyongo, anakosea kinyongo, sasa wewe marafiki wataisha. Kuna mtu unaweza ukaishi naye bila kugombana naye? Yupo huyo? Hayupo huyo. Mke wako mwenyewe mnagombana naye, mke wako ambaye mnapendana, hakuna mapenzi mfano hayo. Hakuna watu duniani wanaopendana mapenzi ambayo yanafikia mapenzi ya mke na nani na mme, hayupo. Lakini pamoja na hivyo, si wanagombana hawa mpaka wanafukuzana kabisa, si ndio? Sasa kama hawa mnagombana hivi, ni nani wewe utaishi naye bila kugombana naye? Nani? Sasa ikiwa kila mtu ukigombana naye tu kidogo unamwekea, unamtunzia chuki, wewe utaishi maisha ya dhiki. Kwa sababu kila mtu kwako wewe ana kitu kwako, kila kitu.
yani unakuwa umedhikika. Imamu Saadi na kitabu chake ambacho kinasema kinaitwaje, Alhayatu Saida, At-Tariqu ila Hayati Saida, kitu kama hicho, sikumbuki vizuri anwani, kitabu kidogo hivi kizuri sana. Mimi napenda mkisome hicho kitabu kama mjakisoma, ni kizuri sana. Anasema kwamba ni kwa nini mtu ujitie vinyongo na watu, wachukie watu kwa sababu yale maudhi, upunguze raha ya maisha yako, hali ya kuwa maisha yenyewe yani mafupi. Ya nini sasa? Yani maisha yako uyajaze gham na ham, huzuni, chuki, vinyongo na watu, hali ya kuwa hayo maisha yenyewe ni nini? Ni mafupi. Kwa nini? Ya nini hayo yote? Toa hivyo vinyongo, toa, weka pembeni huko, ishi na watu kwa amani, salama kabisa, safi kabisa. Tumeelewana vizuri Tayyib. Kwa hiyo hii nilikuwa naelezea nini? Ayashhada salamata alqalbi wa halawata alafu, ayalama anna al'izza ma'a al'afu, mtu ajue kwamba utukufu unapatikana kwa kule kusamehe. Qala ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hatomzidishia mtu, Allah hatomzidishia mja kwa kule kusamehe kwake isipokuwa anakuwa ni mtukufu. Wewe unamuonaje mtu uliyemsamehe? Anakuwaje kwako? Anakutukuza au anakudogesha? Anakupenda au anakuchukia? Anakupenda. Ni mtu kiona unamsamehe anakupenda, si ndivyo? Hata kama alikufanyia kubwa kiasi gani, anakupenda. Lakini pia watu wanakupenda ikiwa na tabia hiyo, na Allah Subhanahu wa Ta'ala anakunyanyua daraja. Ayashhadu anna aljazaa min jinsi alamal, na mtu ashuhudia kwamba malipo huwa yanatokana na kazi ya mtu aliyoifanya. Man afa 'anil nas afa Allahu anhu, yule atakayesamehe watu Allah naye anamsamehe. Sawa? Kwa hiyo wewe unaliona hilo pia. Mtu akikosea, kumbuka kwamba na wewe pia umemkosea sana Allah, mwenyewe ndio unamkosea Allah. Kwa hiyo ukiwasamehe hawa, na wewe Allah atafanyaje? Atakusamehe. Kama ilivyokuja kwenye hadithi Allah anasema irhamu, Mtume anasema irhamu turhamu, hurumieni ili na nyinyi mfanyeje? Muhurumiwe. Man la yarhamu an-nasa la yarhamuhu Allah, yule ambaye hawahurumii watu Allah hatamhurumia. As-safa as-sabi'a ay ya'lama anna al-intiqama yudhi'u al-waqta wa yushattitu al-qalba, mtu ajue kwamba kulipiza kisasi kunapoteza muda na kuna uparaganisha moyo, yani unaufanya moyo uwe na mambo mengi. Mfano mtu ameiba mali yako, si ndio? Ukamshtaki nani? Polisi. Ukamshtaki polisi, si ndio? Hem, niambie muda ambao utautumia mpaka ile kesi ishe. Si muda mrefu sana, muda mrefu. Kwa hiyo wewe itakufanya ili uokoe muda, simeshampata mwizi na yeye amekiri kwamba ni yeye ameiba na amekomba msamaha, msamehe, afu mwambie rejesha pesa zangu, achana naye. Kwa sababu ukisema ukafuatilia uanze kufuatilia kesi, na kesi zenyewe hizi za serikali zetu hizi, unakuta na maskari na wao wanataka, yani anayeshtaki anatoa, anayeshtakiwa naye anatoa. Yani wewe unaenda kushtaki, lakini bado unatakiwa utoe nini? Pesa, ili kesi yako iwe. Kwa hiyo unapoteza nini? Unapoteza muda, unapoteza mali. Na wakati mwingine yule unayemshtaki inawezekana akawa na nguvu ya nini? Ya ndugu wenye pesa, ili malengo yako yasifikiwe. Bana huyu bana atiwe ndani wiki nzima, kesho nakutana naye mtaani, madha faat. Kwa hiyo yote hayo wewe unayatazama, yote unayatazama. Sipoteze muda wangu bure hapa, nimalizane naye. Miongoni mwa makosa madogo madogo ambayo watu wanatakiwa wasameane sana ni makosa ya barabarani ya kwa hao madereva, kama ni bodaboda au magari. Mtu anaweza akakugonga lakini sio makusudi. Hivi kuna mtu anaweza akakugonga makusudi kweli? Yaani gari yake iharibike na yako iharibike. Kwa sababu watu wakigongana lazima wataathirika wote, si ndivyo? Sidhani kama mtu anaweza akakugonga makusudi, sidhani.
Muda mwingine mtu ameshughulishwa kichwani, amevurugwa na nini. Kwa hiyo nitakuwa uwe mwepesi. Umeshuka pale umeangalia tatizo. Muda mwingine hata gari yako hata haijaathirika, imechubuka kidogo tu. Basi mwana mtu anachukua simu, piga picha pale. Anapiga picha namba ya huyu, peti namba ya huyu. Anamwambia tutakutana kituoni. Kitu kidogo tu. Jambo ambalo hata yeye mwenyewe anaweza kufanyaje? Anaweza kulifanya. Kwa hiyo inatakiwa ujue hivi, aljazao min jinsi al-amal, malipo ni kulingana na kazi. Katika nyingine, kauli nyingine, kama tadinu tudana, kama unavyofanya nawe utafanyiwa hivyo. Si unamfanyia huyu mtu ususwavu, na utakuja kufanyiwa hivyo hivyo. Kwenye hadithi imekuja Mtume anasema, man dharra dharra Allahu alayhi wa man shaqa shaqa Allahu bihi, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Ukiwafanyia watu madhara, naye Allah atakudhuru. Ukiwafanyia watu uzito, naye Allah atakufanyia nini? Uzito. Simeona vizuri? Kwa hiyo kinyume chake, ukiwafanyia watu wepesi, na wewe utafanyiwa nini? Utafanyiwa wepesi. Kwa hiyo lazima ili wewe pia utazame, kama mtu amekukosea, basi jua na wewe unakoseaga sana. Lakini mkubwa unayemkosea ni nani? Ni Allah. Tanguliza msamaha kwanza kabla ya kufikiria kulipiza. Lakini wayushatitul qalb, inaufanya moyo ukose utulivu. Moyo unakuwa hauna utulivu kwa sababu ya ile kesi na yule mtu. Kila ukilifikiria linakunyima amani, kila ukilifikiria linakunyima amani. Lakini kama umeshasamehe, unatulia au utulii? Unatulia. Kwa hiyo moyo unapata utulivu. Kisha nasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema anna Rasulullah man takama li nafsihi qat, mtume wa Allah hakuwahi kulipiza kwa ajili ya nafsi yake, hakuwahi. Kwa hiyo mtume hajaudhiwa, kaudhiwa sana, lakini hajawahi kulipiza. In udhiya ala ma fa'alahu lillahi wajaba sabr, ikiwa mtu ataudhiwa kwa yale ambayo ameyafanya kwa ajili ya Allah, basi ni lazima awe na subira. Lakini katika maneno ambayo ameyazungumza Sheikhul Islam hapa katika kueleza kwamba mtume hajawahi kulipiza kwa nafsi yake qat, maneno aliyozungumza na fishe kuna kitu mafi, maneno aliyozungumza Sheikhul Islam hapa anasemaje kwamba hivi nafsi ya mtume, kuna nafsi tukufu zaidi ya mtume? Ipo? Haipo, si ndivyo? Kama mtume nafsi yake ni tukufu na yeye hajailipiza, maana yake umelipiza nafsi yako, si ndio? Umelipiza nafsi yako, yani unataka ibakie katika ile hadhi yake ile ya kutokutukanwa, kwa umelipiza. Lakini usipomtukana mtu atikutukana afu kasema ghafara Allahu lak, yani ukamwombea mtu msamaha kwamba Allah akusamehe, hivi kulipiza tusi kwa tusi na mtu kumsamehe na kumwombea msamaha, ipi bora hapa? Bora ni kumsamehe. Ukilipiza ina maana umetaka kuiridhisha nafsi yako, wakati huo umekosa thawabu ambazo ungezipata kama ambavyo ungemsamehe. Kwa hiyo umefanya mbadala wa vitu hivi, kimoja ni bora, kingine ni duni, si ndivyo? Kwa hiyo umechukua sehemu ya msamaha na malipo makubwa ya msamaha, ukaweka kulipiza ambako hakukupi thawabu wala hakukupi malipo. Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafsi yake tukufu hailipizii, inakuwaje wewe sasa? Inakuwaje wewe? Tumeliwana, lakini mnaelewa vizuri hapo? Tayeb. Kisha anasema in udhiya ala ma fa'alahu lillahi wajaba as-sabr, ikiwa mtu ataudhiwa kwa yale mambo anayoyafanya kwa ajili ya Allah, basi anatakiwa afanye subira. Inawezekana wewe nyumbani wazazi wako hawakujali kwa sababu eti unasoma dini. Yule mtoto mwenzako, yule mdogo wako yule Ismaili yule, yeye anasoma shule. Wewe bwana Ibrahim umechagua kusoma nini? Dini. Sasa ikitokea Ibrahimu anasema, anapiga simu nyumbani, baba
Ustadhi kasema tununue kitabu cha Al-Qaidatu fi Sabr, tunataka tusome. Ndio kuna darasa, kuna mgeni amekuja hapa. Fanya subira pale, mambo yakaa vizuri. Haya baba, jazakallahu kitabu kinauza labda kitabu 500 1000, lakini baba amekurejesha kule kwenye dini yako, kwenye subira. Fanya subira, ukatulia. Alafu akapiga simu bwana nani, Ismaili, si ndivyo baba? Tumeambiwa kuna kitabu kinatakiwa cha jiografia hapa. Lini kwani? Tumepewa siku 2 tu. Sasa matatizo, nitalifanyia kazi. Sawa, usijali, nitafanyia kazi hiyo jambo. Basi baba anatuma pesa shule au kwa njia yote ile, kitabu kinanunuliwa. Mkienda nyumbani nyie wote wawili likizo, mtaona tofauti. Bwana Ismaili ana vitabu vizuri vipi vya shule. Sawa, wewe umejana madaftari tu ambayo umejitahidi sana kuandika kwa mkono wako. Baba hana hela kwenye dini, lakini ana hela wapi? Si ndivyo? Yule bwana Ismaili wana siku maalum wanaita visiting day shule pale. Baba anaenda pale kumtembelea Ismaili, anamwachia wanasema pocket money, sio 30,000 20. Mwanangu soma bana, jitahidi. Sawa baba. Wewe huku mpaka tokee matukio ya kumleta baba, hada zilipwi, siji mtoto kakorofisha nini huku. Baba anatakiwa aje tena, pengine anamtuma ndugu yake, nenda kasikilize, kuna sisi chukule madrasa, kuna kesi kule. Umeona? Hicho ndicho kinamleta baba wapi? Huku madrasa. Haji yeye sasa hapo, anatuma mjomba, baba mdogo kuja kusikiliza. Na ile mjomba akija pale akaelezea kisa kinaeleza, anamhusia kijana wake subira na nini, ili ampoze pesa. Anamwachia pale shilingi 5,000. Sawa hivyo unajisikiaje katika hali hiyo? Lakini hili jambo lipo au halipo? Lipo, tena kwa asilimia zote. Familia hiyo, baba mmoja na watoto wake, ndivyo anavyowaendesha hivyo. Wa secular anapewa nafasi kubwa, wa dini anapewa nafasi ndogo, na jamii ndio hivyo hivyo. Haya ni maudhi yanakupata wewe, unaumia, lakini unatakiwa ufanye nini? Ufanye subira, kwa sababu wewe unaudhiwa katika njia ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa vile vile babako anavyokuambia fanya subira, na ndivyo hivyo nitakuwa ufanye subira. Usiache kusoma dini. Watoto wengi wakifikia katika hali hii wanaacha kusoma dini, wanaenda kufanya biashara huko. Wanafanya biashara, bwana mimi naona kusoma siwezi, sina pesa ya vitabu, sina nauli, sina nini. Nitakiwa ufanye subira. Tumeelewana vizuri? Na kuna wengine wanachagua kusoma dini, wanaacha kusoma secular, wanachukiwa na familia zao. Hili linakuudhi, linakunyima amani. Wewe unajisikia amani ukija hapa shule, umechangamana na ndugu zako hapa wanafunzi, ndio unajisikia raha. Ukienda nyumbani kule hakuna raha. Ndio maana wanafunzi wengi wanaosoma dini wanakaa sana kwenye vituo kuliko wanapokaa wapi? Makwao. Kwa sababu kwao hakukaliki. Hakuna ushirikiano, hakuna amani, hakuna nini. Hayo mambo yote ni mitihani ambayo mtu anaudhiwa kwa sababu ya kuchagua njia ya nani? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inatakiwa afanye nini huyo mtu? Anatakiwa afanye subira. Akasema in udhiya ala ma fa'alahu lillahi wajaba as-sabr. Au mtu kazungumza jambo limewakera waumini na viongozi wakamtimua, anatakiwa afanye subira. Sawa Au wamemfunga, anatakiwa asiache ile jambo lake, asilia, aendelee maadamu anajua ni haki. Maadamu anajua ni nini? Ni haki. Ayashhada ma'iyata Allah wa mahabbata. Mtu ashuhudie kule kuwa kwake na Allah na mapenzi ya Allah kwake. Yani mtu ashuhudie kwamba yeye yuko na Allah pindi anapofanya subira. Qala ta'ala wasbir inna Allaha ma'as sabirin. Na hii inaitwa ma'iyatun khassa. Ma'iyatun khassa. Kuna ma'iyya ziko mbili. Kuna ma'iyatun 'amma na ma'iyatun khassa. Ma'iyatun 'amma ni kama ile ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala anasema ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Ni thalathatin au thalathatun?
thalathatin illa huwa rabi'uhum, sivyo? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu. Kwa hiyo illa huwa ma'ahum aynama kanu, hii ni ma'iyatun 'amma, ma'iyatun 'amma. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na waja wake popote wanapokuwepo. Wakiwa ni watatu, yeye ni wanne wao. Wakiwa ni watano, yeye ni wasita wao. Wakiwa ni zaidi ya idadi hiyo au chini ya idadi hiyo, yeye yuko nao. Popote walipo, Allah yuko nao. Hii inaitwa ma'iyatun 'amma, kwamba vijana wao, viumbe wako na Mola wao muda wote. Lakini kuna ma'iyatun khassa, maalumu, hii kwa waja maalum. Allah yuko nao kwa kuwapa nusra, kwa kuwazuia maudhi. Ni kama vile mtu anapokuwa na subira, anakuwa na nani wakati ule? Anakuwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaona vizuri eh? Kwa huu ni upamoja wa maalumu. Allah yuko na wewe, kama vile wanapopewa watu umaalumu kwenye safari, kwenye mabasi, kwenye ndege, kwenye nini. Nasema hii ni nini naita? Naitwaje Sheikh? VIP, si ndivyo eh? Hii ni VIP. Yani very important person, ndio hivyo. Yani hawa ni watu maalum. Kwa na wewe ukifanya subira unakuwa ni maalum kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuliko wale wengine ambao hawafanyi subira, kwa sababu Allah amesema inna Allaha ma'as sabirin, hakika Allah yuko pamoja na nani? Na wenye subira. Kwa hiyo ili uwe na subira sasa, hii maana ilete kwenye moyo wako. Ukishaileta kwenye moyo wako, inakupa nguvu ya kufanya subira, Lakini kama hauna maana hii kichwani, utashindwa kufanya subira. Utachukua maamuzi ya haraka atakao kuharibia. Tuliza moyo, tulia, fikiria vizuri, toa maamuzi. Hiyo ndio maana ya subira, sio nakurupuka tu, kwa sababu uko na Allah wakati huo. Akasema wallahu yuhibbu as-sabirin, lakini pia unakuwa na mapenzi maalum kutoka kwa nani? Kwa Allah. Allah anasema Allah anawapenda wenye subira. Kisha akasema inna sabra nisfu al-iman, hakika subira ni nusu ya imani. Hii imekuja katika kaulu salaf, maneno ya masalaf wanasema al-imanu nisfan, imani ipo katika nusu ngapi? Mbili. Nisfuhu as-sabr wa nisfuhu ash-shukr. Nusu yake ni nini? Nusu yake ni subira, na nusu yake ni shukrani. Kwa hiyo ima mtu apewe mitihani ya subiri, au apewe neema afanyaje? Ashukuru. Umeona? Aiwa. Imekuja kwenye Qur'ani, Allah Subhanahu wa ta'ala anasema inna dhalika la ayatin likulli sabarin shakur. Inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin shakur. Zimekuja hii aya imekuja kwenye sura nyingi, kwamba katika hilo kuna alama ya wazi ya mtu kumjua Mola wake na uwezo wake na utukufu wake. Lakini kwa nani? Likulli sabarin shakur, kila ambaye ana sifa ya kuwa na subira na sifa ya kuwa na shukrani. Kwa hiyo ikawa ni imani ya mtu inakusanya vitu viwili, shukrani na nini? Na subira. Kwa hiyo subira ni nusu ya imani, na nusu ya pili ipo kwenye upande wa ashukuru. Kisha akasema anna sabra qahrun linnafsi washaitan, kwamba subira ni kuitenza nguvu nafsi, yani nafsi unaikanyaga, unaizuia kukiendea kile ambacho imekusudia kukiendea. Hiyo ndio maana ya qahr, inataka kufanya unaizuia. Mfano hizi simu zetu hizi ambazo tunazo hizi, mtu anaingia YouTube anataka kusikiza mawaidha, mara anakutana na muziki, nafsi inashawishika, anaupita ule muziki, maana ameizuia nafsi yake, sivyo? Hajakaa vizuri, imekuja matangazo ya mwanamke anatangaza siji mikopo siji nini, tangaza mikopo siji yani kitu gani, anaitoa, sio vizuri. Hajakaa vizuri, imekuja simu tangazo ya pombe sio, anatoa, anaenda kwenye kile ambacho anakitaka, maana yake pale nafsi inaweza ikashawishika. Zimekuja picha zingine za uchi, inna nafsa la ammaratun bisu, nafsi inamwamrisha aende huko atazame, na kila ukitazama hii
Wao walipotengeneza mifumo yao huko, ukitazama hii tu wanakuletea nyingine inayoendana na ile, si ndivyo? Ndivyo unapofanya hivyo. Kwa hiyo ukitazama hii, kabla hujamaliza utaona ya chini hapa, utavuta ile, utaweka hii, sema hii ndio wenyewe. Ukishatazama hii ukapeleka hivi, inakuja na nyingine. Mwisho wa siku muda umeisha, kitu cha kusija kuitazama hujafanyaje? Hujakitazama. Wewe umekosa subira, ndio maana hujafikia malengo yako. Lakini kama ungeacha hayo mambo yakaja ukayapuuzia, maana yake pale unaikandamiza nafsi mpaka unafikia kwenye nini? Kwenye lengo lako. Sawa? Kwa hiyo asabru qahrun nafs, subira ni kuitenza nguvu nafsi. Wa shaitan na shaitan, maadui wa mtu ni wangapi? Ni wawili, ni nafsi na shaitan. Kwa hiyo adui wa kwanza ni wa ndani, ambaye ni nani? Ni nafsi. Adui wa pili ni wa wazi, ambaye ni nani? Ni shaitan. Lazima upambane nao hawa maadui wawili ili uweze kufaulu. Na Allah anasema inna nafsa la amaratun bisu, kwa lazima upambane naye. Lakini huyu shaitani, Allah akasema inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, hakika huyu shaitani ni adui kwenu na nyinyi mfanyeni kuwa adui. Unamfanya adui vipi shaitani? Usifate zile njia zake. Allah anasema wala tattabi'u khutuwati shaitani, msifate njia za shaitani. Miongoni mwa njia ambazo zitakusaidia wewe kuto kumfuata shaitani ni kuto kuzifuata njia zake. Njia ni kitu kinakupeleka kwenye makusudio, sio kitu chenyewe. Allah aliposema wala taqrabu zina, ina maana alikuwa anakataza njia zake, sio zina yenyewe. Simeona vizuri? Kwa hiyo ili uweze kuokoka kufikia kule, lazima uachane na ile njia. Wazi? Yani hapa kuna njia kwenda mjini, Dodoma mjini, hii hapa chui mpaka Dodoma mjini. Kule kuna muziki inapigwa, mfano tu mimi nikisema kwamba kuja niende tu, nikifika kule nitafanya mambo yangu mengine, sitofuata hiyo muziki. Huyu mwingine anasema hapana, mimi sipiti njia hii, ngoja nipite hii, nitaenda kutafutia kule. Aliyesalimika kati ya wawili ni nani? Ni wa kwanza au wa pili? Wa pili ameachana na njia inayompeleka kwenye nini? Kwenye maasi. Inawezekana akifika kule atafanya mambo mengine, lakini hajasalimika. Huyu anaweza kaenda kuangalia ile muziki. Huyu hapo wa pili kapita njia nyingine, yeye kaacha kabisa. Huyu amesalimika au hajasalimika? Amesalimika. Na hapo ndio utaona Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema wa man ittaqa shubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi, yule ambaye atakuwa amejiweka mbali na shubha, yani mambo ambayo yapo karibu na haramu, ukaachana nayo, huyu atakuwa ametakasa dini yake na nini, na heshima yake. Sio vizuri unaachana nayo, unakaa mbali. Zina, Allah amesema wala taqrabu zina, sio wala taznu, la, wala taqrabu zina, kwa maana ya kwamba hii zina haiwezi kufikiwa isipokuwa kwa vile ambavyo vinaikurubisha. Na shaitani anapofanya kazi yake waga hakuamilishi zina moja kwa moja, hapana, sababu anajua huwezi kubali na yeye anataka ukubali. Kwa hiyo anafanyaje? Anakupa njia, hakufikishi kwenye zina, anakupa nini? Njia. Kwa hiyo hakuambii kunywa pombe, hapana, yani kupe tu fikira kwamba nenda kanywe pombe. Hakupe fikira hiyo shetani. Nenda kazini, hakwambii hivyo. Anachokifanya ni nini? Anachokifanya na kutengenezea mahusiano tu na mtu ambaye yule mtu itakuwa ni sababu ya wewe kwenda kufanya nini? Njia yake, lengo lake wewe uje unywe pombe siku moja. Anakutengenezea urafiki na mlevi, na mtu ni mlevi, na kama rafiki, njoo basi mara moja utembelee kazini kwangu. Unaenda kumtembelea pale. Hivyo ita vinywaji. Vinywaji viwili, pombe mbili. Lakini wewe unywaji pombe. Bwana huyu mletee nani? Mletee juice, mletee soda. Si ndivyo wanakuletea soda pale. Huko na mlevi, lakini anapiga zake pombe, unapiga nini? Soda. Hivyo. Urafiki unaenda hivyo. Hivyo wewe hutokunywa pombe hata siku moja. Una siku utainywa. Hiyo rafiki yako atakwambia piga kidogo basi, kidogo tu. Acha bana, kidogo basi. Ili umridhishe rafiki yako. Shetani anashangilia. Shetani huyo
ameanza na wewe mbali, lakini hivyo hivyo kwenye zina hakuambii kazini, anajua uzikubali. Zina ina hatua, wanasema fanadharatun, mtatazamana na binti, baada ya hapo tabasamu, mtabasamu bwana, kijana katabasamu na binti katabasamu, khalas. Baada ya kutabasamu, hiyo ni hatua sasa, anawasogeza tu. Baada ya hapo mnaanza kuulizana salamu, vipi habari, na bwana unaishi wapi wewe? Mimi naishi sehemu fulani. Sawa, basi nipe namba yako ya simu tu tuwasiliane, hivyo si ndio? Baada ya hapo inatokea fa maw'idun, kitu cha tatu, maw'id, ahadi. Sasa vipi tukutane sehemu fulani bwana, sije sikukuu leo tukafurahi pamoja. Mnakutana, mmeidiana hapo, mkafurahi sehemu fulani pamoja, mnaenda kule kufurahi. Mkifika kule kwenye kufurahi kule, yanatokea mabalaa makubwa. Inawezekana hili jambo limechukua hata miaka 3, 4, 5, hata 10, lakini lengo limefikiwa. La kufanyaje? La kuzini. Ndivyo shetani anasema, yani ndivyo shetani anafanya hivyo yeye. Mambo yake yanaenda hivyo kimkakati, hakurupuki kabisa, anaenda na wewe taratibu, na kulingana na imani yako pia ilivyo. Shetani anakujua vizuri wewe. Alipokuwa shetani ameumba Adam alayhi salam, alimuingia huko, akatokea huko kwenye duburi, akasema huyu mwanadamu nitamchezea kweli kweli. Hivyo siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko na mke wake, wakapita maswahaba. Mke wake alikuwa amevaa, amejifunika uso, Mtume yuko naye hivi, maswahaba wakapita. Walipopita wale maswahaba, walipopita lile eneo la karibia Mtume na mke wake wamesimama, wakaongeza spidi. Mtume akawaambia ala risrikum, kwamba taratibu na waini. Akamfunua uso mke wake, wakamuona, akamwambia huyu ni mama yenu. Mtume alikuwa na maana gani? Kuondoa shubha, si ndivyo? Tuche mkaisi kwamba huyu ni mtume, hawezi kufanya hivyo. Masahaba akastajabu. Mtume akamwambiaje? Mtume akasema hivi, fa inna ash-shaytana yajri min ibn adam majra ad-dam, shaitani anamtembea mwanadamu katika mwili wake kama vile damu inavyotembea. Kwa hiyo kukuingizia fikra mbaya wewe dhidi ya mtu ni rahisi sana, shetani rahisi sana. Kwa hiyo lazima uchukue tahadhari za mbali. Tumeona vizuri usitengeneze mahusiano. Na nawaambia nyinyi wanafunzi, kwa sababu nyinyi wanafunzi mnashawishika sana na visichana wako mtaani. Kwa hiyo ukikutana na msichana kajistiri vizuri, basi unajikuta kabisa wewe huna namna ya kumshawishi. Lakini akishakuwa amevaa vibaya, ndio utamuuliza njia, na pengine njia unaijua, lakini basi tu unataka umsemeshe, usikie sauti yake, usikie anapojieleza, au pengine unataka umsindikize sehemu anayoijua. Sawa? Alimuhimu kwamba wewe unataka tu ule ukaribu na nini na nini. Hizi ni njia za nani? The shaitani. Kwa mimi naihusia nafsi yangu kwanza, lakini pia nakuhusieni nyinyi vijana. Nyinyi balaa kubwa la zama hizi ni wanawake. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ma taraktu ba'di ashadda fitnatan ala rijali min an-nisa, sijaacha baada yangu mimi fitna kubwa sana kwa wanaume kama nini? Wanawake. Usijikurubishe sana na hawa wanawake, ni wabaya sana. Allah anasema, Mtume anasema, fattaqud dunya wattaqun nisa. Wewe wanawake ni katika dunia, lakini amewatenga kama vile wao hapo duniani, akawatenga. Fattaqud dunya wattaqun nisa, iogopeni dunia na muogope nani? Muogopeni wanawake. Hatari, hawa watu ni hatari sana sana sana. Kwa hiyo ikitokea ndugu yangu mwanafunzi, ikitokea mwanafunzi
msichana amekosea akakupigia na simu kwenye simu yako, bahati mbaya usisave namba yake. Umekosea namba, mimi simu husika, khalas, kumbuka hili. Kwa hiyo kumfanya shetani kuwa adui ni kuachana na nini? Na zile njia zake ambazo zitakuvuta wewe kwenda kwenye maasi. Lakini ukizipokea zile njia, una namba za wasichana kwenye simu yako, basi ujue wewe una siku utakuja kufanya uchafu wa zinaa, waliyadhu billah. Futa hizo namba. Kama mlijuana kwa muamala fulani hivi, ule muamala umeisha, zifute. Akikupigia tena akakuuliza wewe sije tulizungumza siku ile, sasa mbona namba yangu hujaisevu? Ambia mimi sio halali yako, kwa sina haki ya kusevu nini namba yako. Lakini pia nawahusia hata wale maustadhi wale wanaofundisha madrasa, mara nyingi wanakuwa wanatafuta wachumba mle kwa wanafunzi wao, sawa? Wale wanafunzi wao wanakuwa wanawafundisha, kila mwanafunzi anapoingia anaanza kutazama kwamba huyu anaweza kanifaa. Hivi hilo ndio lengo la wewe kufundisha madrasa? Hii ni sababu ya kufanya baadhi ya maustadhi hata wanapoitwa kwenye majumba ya watu wakaaminiwa. Unakuta baba anachakuamini kabisa, baba wa nyumba pale kamwamini ustadhi kabisa, anachukua mabinti zake anakukabidhi pale, afie huyo, unabakia mwendani mnafundishana na kuna mabinti na ustadhi basi na vitu vingine vidogo vidogo basi. Ustadhi baba anamwamini nani? Ndio mtu wa dini huyo, hawezi kufanya kitu, si ndio? Sasa wewe lazima ile amana uitunze. Lakini haya mambo haya jiweke nayo mbali. Wewe kumfuata mbaba kule kwa watoto wake kuwafundishia ni hatari sana. Bora hata wanapokuja wapi? Msikitini, kwa sababu wanachanganyikana na wengine pale, ile khalwa inatoweka. Mtume anasema la yakhulwanna rajul bimra'atin illa kana shaytan thalithuhuma. Mtu hatokaa peke yake na mwanamke isipokuwa shetani atakuwa ni watatu wao, mtakuwa watatu, wewe, mwanamke na shetani. Kinafuatia nini hapo? Kwa hiyo pia na maustazi na wahusieni. Sababu mwenyewe ni ustazi kama nyie, sawa Aiwa. Kwa hiyo wanawake wakeni mbali, wala usiogope. Sababu muda mwingine mwanafunzi binti anamwambia njoo usome, anasogea mpaka hapo, afu ustazi anaona kusogelea bana. Umeona? Inawezekana hata ustazi asimfundishe vizuri mtoto kwa sababu kamsogelea sana. Wewe ambacho unatakiwa kufanya ni nini? Mwambia kaa pale. Si unamfundisha? Sasa unaogopa nini kumwambia? Kama hajajistiri vizuri, mwambie jistiri vizuri. Vaa vizuri, fanya hivi, mpaka wanajua. Kama watakuchukia wewe ustadhi kwa sababu uoneshi ulaini kwao sina nini, watakuchukia wakaenda madrasa nyingine, basi hapo ndipo hayo ndio makusudio yenyewe ya kujiweka mbali na njia za nani? Shetani. Lakini takapokuwa unawasogeza karibu hawa mabinti kwako, karibu, ipo siku wewe kama hutooa utafanyaje? Utazini. Wale ya Rabbi. Kwani hizi kesi hazipo? Kama ustazi kafanya hivi, hazipo? Zinatokea hizi kesi kwa sababu ya hizi tabia za kuwasogeza karibu. Inatakiwa umweke mbali yule mtoto. Kaa pale kwa sababu wewe asili yako wewe, yule mtoto wa kike hukutakiwa kumfundisha wewe. Anatakiwa afundishwe na nani? Na baba yake nyumbani na kaka yake huko. Hiyo ndio asili. Ndio asili hiyo. Sasa wamekosekana kuwafundisha, wewe umeenda kuwafundisha katika mlango wa dharura. Wadharuratu tuqaddaru biqadariha. Dharura zinakadiriwa kwa kile kiwango chake. Sifikie ukamfanya yule mtoto wa watu kama vile ndugu yako, ukamsogeza karibu. Huyo ndio kila siku namtuma, kila siku kumpigia simu, kumuuliza mambo ambayo hata pengine mwenyewe ungeyafanya. Huu ni ukaribu mbaya ambao wewe utakupelekea kwenda katika kufanya machafu ya zina. Tayib, kisha akasema as-safhatu as-sadisa al-khatima, khitimisho. Inna Allaha nasiru as-sabir wala bud. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kumnusuru mwenye kusubiri, na ni lazima afanye hivyo. Safha ya mwisho inasema inna sabra yuhawwilu al-aduwa ila waliyin hamim.
Subira inamfanya adui kuwa rafiki kipenzi. Rafiki kipenzi. Alwali, maana ya wali ni almuhibbu an-nasir. Almuhib an-nasir ni kipenzi ambaye anakunusuru wewe, ndio maana ya wali hapa. Kwa hiyo anakuwa ni rafiki wako mwenye kunusuru katika mambo yako. Hamim, tena rafiki wa ndani. Dalili yake ni kauli ya Allah aliposema idfa billati hiya ahsan, yani zuia baya kwa zuri. Mtu amekufanyia ubaya, usimfanyie ubaya, mfanyie uzuri. Fa idha alladhi bainak, mara utamkuta yule ambaye baina yako wewe wa bainahu, na baina yake adawatun, kuna uadui, kaannahu waliyun hamim, kana kwamba ni nani? Ni kipenzi wa ndani. Wazi? Kwa hiyo hii ni tabia nzuri sana, lakini pia ni ngumu. Hii tabia wanayo watu wenye kufanya subira sana, ambao wana daraja kubwa, ambao subira imeshakuwa tabia yao, hajilazimishi. Subira ni tabia yake. Mtu anakufanyia baya afu wewe unamfanyia zuri. Mtu anakutukana afu wewe unamwombea msamaha. Hii si kitu rahisi. Kinahitaji nini? Msaada kutoka kwa nani? Kwa Allah. Anasema anna al-intiqama rubbama jalaba sharran akbar, kwamba kulipiza huenda kukaleta shari iliyokuwa kubwa zaidi kuliko hata kama ungesamehe. Kwa sababu mtu akikupiga ukampiga, haya kinachosalikana hapo ni nini? Mtu amekupiga, amekutia kwenzi kupu, na wewe ukaenda kwa kinachofuata atakuacha, atashusha kibao na wewe ngumi. Sasa ngumi mateke, mambo yasharibika sasa. Lakini kumbe wewe ungesamehe pale, mambo yasingefika huko, si ndivyo? Kwa hiyo kusamehe ni bora zaidi kuliko kulipiza kisasi. Kusamehe ni bora zaidi kuliko kulipiza kisasi. Naam. Akasema anna al-mu'tada ala al-intiqam qad yaqau fi dhulm. Anasema inavyozoeleka, inavyofahamika, sawa, anna al-mu'tada ala al-intiqam qad yaqau fi dhulm, kwamba yule mwenye kuzoea kulipiza visasi anaweza akaingia katika kudhulumu. Na ndio mara nyingi ni hivyo, sio mara nyingi ni hivyo. Kwa sababu kama mtu amekutia kwenzi, si ndio? Alafu na wewe unataka umlipize, utamlipiza kama vile alivyokupiga? Unaweza ukazidisha. Na ni mara nyingi ni hivyo, maana mtu anaweza akakupiga kibao mgongoni ukija wewe sasa ulipize pale, la haula wala quwwata illa billah, unakaza mkono kweli kweli, kana kama unamwambia usisubutu tena kunipiga mimi kibao. Si ndivyo inavyokuwa? Chukua mfano. Mnavijua vile vidudu vidogo dogo vile vinaitwa visisimizi? Sinavijua? Kana kuja kana kung'ata hapa, kana kuchoma ile sindano yake, si ndio? Wewe unafanyaje? Wewe unafanyaje? Suna kachukua na kasigina kabisa hivi, nikafanya hivi. Ndivyo ilivyo, kawaida ndio hivyo. Yaani amekula nini tu kidogo hivi, amekuchoma tu hivi, wewe ndio unamsigina kabisa, unamuua kabisa, unammaliza. Ni kawaida, mtu anapenda visasi, ndivyo anapokuaga. Anakuaga hana huruma, yaani yeye anapenda kulipiza zaidi, kana kama anakuambia usije ukasubutu tena wewe hapa kunisogelea mimi. Kwa hiyo, lakini ukiwa ni msamehevu, inakuwa kufanya uadilifu ni rahisi sana, ni rahisi sana. Na hapa tunakatazwa kitu gani? Tunakatazwa kufanya mambo kwa hasira. Mtume anasema la tahkum wa anta ghadban, usihukumu ukiwa na hasira, sababu hasira ni kinyume cha subira. Mtoto wako amechelewa, amekuja ndani usiku, juzi ulimkanya, leo umemkanya, kisha karudia tena. Hii hasira, kumbe wewe ulikuwa usamehe, ulikuwa unatunza. Umeona? Sasa adhabu itakayomshukia ile mtoto pale, anaweza kesho asiende shule, maana anaamka anaumwa homa,
alafu wewe sasa ndio utakayeingia gharama za kwenda kufanyaje, kumtibia hospitali. Lakini ilikuwa inahitajia lote hilo? Wewe ilikuwa unatakiwa ufuatilie zaidi. Yani wazazi mara nyingi huwa tunakosea kitu kimoja. Mtoto ulipomzuia kwenda kwenye banda la video, sawa, ukamchapa akarudia tena, ukamchapa akarudia tena. Dawa sio kuzidisha kichapo. Dawa inatakiwa ujue hivi, kule kwenye video kuna nguvu zaidi inamvuta, na mtu anapokuwa kijana mdogo matamanio ya nafsi kwake yanakuwa na nguvu zaidi kuliko nini? Kuliko akili. Kwa hiyo wewe unatakiwa udili na kule kuna kumvuta hasa kuliko kufanyaje? Sio kumtia bakora, si ndio? Sasa wewe unamchaba mtoto wewe fimbo mpaka darajat. Anna al-madlama sababun litakfiri sayiat au raf'i darajat. Yani zile dhulma ambazo mtu anafanyiwa, yani anafanyiwa dhulma, hizi dhulma ni sababu yeye kufutiwa madhambi yake na kunyanyuliwa daraja mbele ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya yote wewe ukiwa unayafikiria yanakusaidia. Tamma alkitabu bihamdillahi wa mannihi wa tawfiqihi. Kitabu kimekamilika kwa sifa zote za njema za Allah na neema zake na tawfiki yake. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Labda katika tuliosoma haya jelewa. Naam Sheikh. Man kana yani yule ambaye ataharibikiwa kwa ajili ya Allah, ataharibikiwa kwa ajili ya Allah, basi Allah atampa mbadala. Yani mbadala wake Allah atamletea kingine kizuri. Man kana fillahi talafu, sawa. Na hiyo khalafu ni kile kizuri ambacho Allah atamletea badala wa kile ambacho kimempata. Hayo maneno ya maombi ni aruka mimi sijaona. Jazakallahu khairan sheikhana. Naam Sheikh. Amefanywa kwa hiyo aliyefanya mabaya. Sasa swali langu ni kwa aliyefanya mabaya. Subiri kwanza. Maelezo yalikuwa yamejikita kwa aliyefanyiwa mabaya. Kwa maelezo ya subira maana kwa inahusiana sana wewe, yani wewe uwe na subira. Ndio. Kuna yule ambaye amefanya kitendo. Ndio. Kuna baadhi ya nyakati tunaona kuna baadhi ya watu wanafanya kama viongozi. Kwa Allah asingetaka mimi siweze kufanya hivi au singeweza kufanya hivi, au labda kuna amana ya mtu ambaye anatakiwa arudishe, kwa sababu Allah akipanga kurudisha tarudisha, sio panga sitarudisha. Ndio. Katika kipengele hiki hapo ufafanuzi wake uko kwa pili ambaye anafanya. Jazakallahu khair. Hili pia nilisema, hivi nazungumza, ngani umechelewa kidogo, si ndio? Ulikuwa mwanzo mwisho. Basi kuna muda ulitoka kidogo, kwa sababu kuna uwepo wa aina mbili. Kwa hiyo inawezekana kuna uwepo wa pili wewe ukuwa nao, lakini nikigusia hichi kitu nisema usikusema au nanyia mkumbuki, basi nilikuwa peke yangu. Nisema kwamba pamoja na kwamba huyu mfanyaji ana makosa, anatakiwa achukuliwe hatua, sawa, si kwamba anaachwa. Nilisema hivyo.
Lakini kwa sababu sisi wakati huu tunazungumzia subira, hatumzungumzii mfanyaji, tunamzungumzia mfanyiwa. Yani darasa letu lilikuwa tunamzungumzia mfanyiwa anafanyaje baada ya kufanyiwa. Ndio maana tukawa tumeegemea hivyo kama walivyosema. Hatulikuwa tumzungumzie mfanyaji. Mfanyaji anajulikana, mwizi akiiba anatakiwa afanyweje? Hata mkono kisheria sio. Kwa hiyo huyo sisi tulikuwa tumzungumzie mfanyaji. Huyo ana hakamza. Ama kuleta hoja kwamba Allah angetaka nisinge kuibia hivyo. Na wewe unamkata mkono unasema Allah angetaka nisingekata mkono. Basi. Si tayari imeisha kesi. Mtu akiiba akakwambia Allah angetaka nisije kuibia, sawa na wewe mchukue mkate mkono alafu mwambie Allah angetaka nisije kukata mkono. Kwa hiyo hapo tuko sawa, kwa sababu yote Allah sikataka. Sasa hapa mna ujanja. Umar ibn Khattab radhiallahu anhu siku moja akiwa na jeshi lake wameenda katika vita ya kufanya futuhati, walikuwa wanafungua miji, sawa. Kule wakakuta kuna maradhi yanaitwa maradhi ya ukoma, watu wa kule wanayo. Na Mtume anasema firra min al-majzumi firaraka min al-asad, si ndio? Kwani wewe mkimbie mtu mwenye ukoma kama vile unapomkimbia simba, kwa sababu inaambukiza. Sawa. Maswahaba ima ni maswahaba au wengineo walimuuliza Umar, akamwambia ya Umar atafirru min alqadar, yani kukimbia kule Umar kule wanasema anakimbia nini? Qadar, si ndio? Umar akamwambia ndio, tunakimbia qadar, nafirru min alqadar ila alqadar, tunaikimbia qadar, tunaenda kwenye nini? Tunaenda kwenye qadar. Ndio manake, yani hauwezi ukasema kwamba hichi tunachokimbia ndio kadari alafu hichi tunachokiendea sio kadari. Inawezekana? Allah anasema kullu shay'in khalaqnahu biqadar wama amruna illa wahidatin kalamhin bilbasar. Kwa kila kitu ni kadari. Kwa hiyo mtu anayekwambia kwamba ameiba ni kadari, basi na wewe mtie bakora mwambie ni kadari. Basi kesi imeisha. Jazakallahu khairan. Tumemaliza darasa letu. Baada ya asri nadhani Sheikh atawatangazia kama kutakuwa kuna jambo tutalisoma, au kama nyie kuna kitabu mnashauri tukisome ambacho mnapenda mkijue kidogo tu, isiwe kubwa, kidogo tu, kwa sababu muda upo, ambacho kitachukua masaa mawili au matatu kiwe kimeisha. Sasa mkapendekeza, mimi na nyie ni wanafunzi, tunashauriana, tunasaidiana. Sawa jamani, mimi ni mwanafunzi kama nyie, kwa hiyo tunasaidiana. Allah anasema fataawanu ala albirri wattaqwa, taawanu ala albirri wattaqwa, tunasaidiana hivyo. Kama hakuna basi shekhe mwenyewe tutashauriana huko tunafanyaje huu muda wa baada ya asri, au kama utapita hivyo hivyo tutakutana baada ya magharibi insha Allah taala. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.